اولا jambo la kwanza mafhumu al-iftiraq. maana iftiraq, al-iftiraq fi al-lugha, iftiraq katika lugha ya Kiarabu lahu iddatu maani, ni jambo ambalo ni neno ambalo lina maana nyingi. Al-iftiraq ni neno ambalo lina maana nyingi, minha miongoni mwanzo ambazo wamezitaja ahlul ilmi. Al-iftiraq maana yake ni al-ikhtilafu. katika maana za al-iftiraq ni al-ikhtilafu wal-inqisamu. wal-inqisamu, al-ikhtilafu kutofautiana, wal-inqisamu na kugawanyika, wat-tabaudu na kuwa mbali, kuwekana mbali baina ya watu. wa min maanihi aidan, na katika maana zake vile vile maana ya al-iftiraq vile vile infisalu ash-shay'i 'ani ash-shay', ni kukigawanya kitu kutoka katika kitu. Kilikuwa kitu kimoja, sasa tunakigawanya, tunakitenga, kinakuwa vipande vipande. hiyo ndio maana ya al-iftiraq fi lugha. ama fi istilah, ama maana ya iftiraq katika istilah, قد تعددت تعريفاته, kwa hakika zimekuja nyingi taarifu zake. taarifu ya al-iftiraq katika istilah zimekuja nyingi taarifu zake inda ahli al-ilmi, kwa wanawachuoni. famin dhalika, miongoni mwa hizo maana ya kwanza, al-iftiraq huwa at-tafarruq fi ad-din. maana ya kwanza ya al-iftiraq shar'an huwa at-tafarruq fi ad-din, ni kutofautiana katika dini, kutengana katika dini, wal-ikhtilafu fihi, na kutofautiana katika dini. al-iftiraq huwa at-tafarruq fi ad-din, ni kutengana katika dini, wal-ikhtilafu fihi, na kutofautiana katika dini. qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja, wala tafarraqu, na wala msitofautiane. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ndani ya aya hii watu kushikamana na kuwa wamoja katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa dinul islam, hablullahi dinuhu. kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini yake, dini ya Uislamu. Allah anawataka watu wote washikamane na waungane katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja, wala tafarraqu, na wala msitofautiane, na wala msitengane, kukawa kuna kundi la watu fulani na kisha kuna kundi la watu wengine. hilo amelikataza Allah subhanahu wa ta'ala. kwa hivyo katika maana za al-iftiraq shar'an, maana yake ni at-tafarruq, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tafarraqu, na wala msitofautiane. wa qawluhu ta'ala, na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu, na wala msiwe kama wale ambao wametengana na wametofautiana, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, baada ya kuwajia wao ubainifu, baada ya kuwajia wao alhujja, baada ya kuwajia wao alilm. wa ulaika lahum adhabun adhim, na hao wana wao adhabu kali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. katika aya hii kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amekataza jambo la at-tafarruq wal ikhtilafu fi ad-din. وقوله تعالى, نقول ياك الله سبحانه وتعالى, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا, hakika wale ambao wametengana na dini yao, wakanu shia, na wakawa makundi kwa makundi, lasta minhum fi shay'in, huna wewe kwa wao chochote. Innama amruhum ila Allah, hakika si vinginevyo jambo lao watu hao liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuwahabarisha wao, atakuja kuwabainishia wao kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Kwa hivyo aya hizi tatu zinaonyesha kwamba al-iftiraq maanahu shar'a, maana yake kisheria ni at-tafarruq fi dini, ni kutofautiana na kutengana katika dini. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام, نكتك هي معنى التفرق في الدين والاختلاف فيه، ومعنى الافتراق يبو قول يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. متوم ينسمى إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب, حقيقة سيفين نيفيو وميانغامية wale waliokuwa kabla yenu
kwa sababu ya kutofautiana kwao katika kitabu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumia neno al-ikhtilaf kwa maana ya at-tafarruq fi din, kwa maana ya kutofautiana na kutengana katika dini. Hivyo al-iftiraq inda ahli sunnati wal jamaa, al-iftiraq kwa ahli sunnati wal jamaa maana yake ni mtu kujitoa na kujiweka mbali na jamaatul muslimin. Al-iftiraq an jamaatil muslimin yani ahli sunnati wal jamaa min as-sahabati wat tabi'in, katika masahaba na matabi'i, wa min kulli wa man kana ala manhajihim, na yule ambaye atakayekuwa katika manhaji yao, wa hadihim, na muongozo wao. Kwa hivyo al-iftiraq an jamaatil muslimin, tunaposema mtu huyu ametengana na jamaa ya Waislamu, ni yule ambaye amejiweka mbali na jamaatu sahaba na kundi la masahaba, amejiweka mbali na masahaba wa tabi'in, na amejiweka mbali na matabi'i, wa man kana ala manhajihim, na wale ambao watakaokuwa katika manhaji yao, manhaju sahaba wa tabi'in, wa hadihim, na wale ambao watakaokuwa katika mwongozo wao. Faman khalafa sabilahum, hivyo yule yote ambaye atakhalifu njia yao, atajitenga, ataamua kutafuta utaratibu wake, fi amrin, katika jambo ambalo yaqtadi al-khuruj an usulihim, linahukumia jambo hilo kutoka katika misingi yao, fil i'tiqadi, katika mambo ya kiitikadi, au shudhudhi anhum, au kukhalifiana nao fil manahij, katika mapito na njia, au al-khuruj ala a'immatihim, au kutoka dhidi ya viongozi wao, au istihlali as-sayfi fihim, au kuhalalisha upanga kwa wao, fahuwa mufariqun, mtu huyo anaitwa mufariqun, ni mtu ambaye amejitoa na amejitenga katika jamaa ya Waislamu. Kwa hivyo kila yule ambaye atakhalifu njia ya masahaba katika jambo ambalo linahukumia kutoka katika misingi ya kiitikadi, na jambo ambalo linahukumia kukhalifu njia yao masahaba na ahlus sunnati wal jamaa, na kutoka dhidi ya viongozi wao na kuhalalisha upanga kwa wao, basi mtu huyo anaitwa mufariqun. Wa fi hadha almaana qawluhu alayhi salatu wassalam, na katika maana hii kuna kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man kharaja min at-ta'a, yoyote atakayetoka katika taa ya kuwatii viongozi. Man kharaja min at-ta'a, yoyote atakayetoka katika taa ya kuwatii viongozi, wa faraqa al-jamaa, na akajitenga na jamaa, akajiweka mbali na jamaa, famata, mtu huyo akafa, mata mitatan jahiliya, mtu huyo atakuwa amekufa kifo cha jahiliya. Mtu ambaye atakayetoka katika taa ya kiongozi, akatoka katika taatu ulati al-umur, akajitoa katika taa ya watawala, wa faraqa al-jamaa, na akajitenga na jamaatul muslimin, akajitenga na umoja wa Waislamu, famata, mtu huyo akafa. Mtume anasema mata mitatan jahiliya, mtu huyo atakuwa amekufa kifo cha jahiliya. Wa binaan alayhi falkhuruju an ahli sunnati wal jamaa, kwa kujengea katika haya ambayo tumeyatanguliza, hivyo kutoka katika ahli sunnati wal jamaa, alkhuruju an ahli sunnati wal jamaa, kutoka kwa ahli sunnati wal jamaa, walau fi aslin wahidin, hata kama itakuwa kwa msingi mmoja. Mtu akaacha msingi miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa, min usuli dini, katika misingi ya dini, al-i'tiqadiyya, misingi ya kiitikadi, au al-amaliyya, au misingi ya kimatendo, al-mutaalliqati bil qat'iyyat, yenye kufungamana na dalili ambazo ni al-qat'iyyat, au bimasalihi al-umma al-uzma, au kwa masalihi ya umma yaliyokuwa mapana, au bihima maa, au kwa mambo yote, fa innahu yu'tabaru tafarruqan, hakika yake huzingatiwa jambo hilo ni at-tafarruq fi dinillah. Kwa hivyo mtu yoyote atakaye khalifu njia ya ahli sunnati wal jamaa, akaenda kinyume na njia ya ahli sunnati wal jamaa, akaenda kinyume na aslun min usuli ahli sunnati wal jamaa, na msingi mmoja katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, mtu huyo huzingatiwa kuwa ni mufariqun li jamaati almuslimin, ni mtu mwenye kutengana na kujiweka mbali na jamaa ya Waislamu. Hii ilikuwa ni mafuhumu ya al-iftiraq. Thaniyan, mafuhumu at-tahazzub
ufahamu at-tahazzub. Ni nini maana ya at-tahazzub? Kufanya umakundi. Al-hizbu fi lugha, hizbi maana yake, al-hizbu fi lugha, hizbi maana yake katika lugha jama'atun nas, ni kundi la watu. Tukisema hizbullah maana yake kundi la watu, kundi la Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukisema hizbu shaitan maana yake kundi la watu, kundi la shaitan. Kwa al-hizbu fi lugha jama'atun nasi. Hizbu katika lugha ya Kiarabu maana yake ni jama'atun nasi, wal jam'u ahzabu, na wingi wa neno hizbu ni ahzabu. Wa hizbu rajuli, na tunaposema hizbu rajuli kundi la mtu fulani, maana yake ni ashabuhu wa junduhu alladhina ala ra'yihi, ni wale watu wake na jeshi lake ambalo wako katika rai yake. Tunaposema alhizbu katika lugha ya Kiarabu maana yake ni jama'atun nasi, ni kundi la watu. Hiyo ndio maana ya alhizbu fi lugha. Ama fi istilah, ama katika lugha ambayo wamekubaliana ahlul ilm, alhizbu istilahiyan fahuwa kullu jama'atin laha ra'sun. Katika lugha ya kisheria sasa tukisema hizbu maana yake huwa kullu jama'atin laha ra'sun, ni kila kikundi ambacho kina kiongozi, ni kila kikundi ambacho kina kiongozi wake maalum, sawaan qallat am kathurat, sawa sawa kikundi hicho watakuwa wachache au watakuwa wengi. Tawali wa taadi ala asasi alhizbi, watu hao wakawa wanaungana, wanafanyiana alwalau, wanapendana, wataadi, na wanafanyiana uadui, ala asasi alhizbi, katika misingi ya kikundi. Yani kuna kuwa na misingi ambayo wamejitengenezea wao wenyewe, kundi kama kundi, kisha panakuwa na kiongozi, na wakawa watu hao wanafanyiana alwalau walbara, wanapendana na kadhalika kuchukiana kwa sababu ya misingi ya kundi lao. Ile misingi ndio itafanya wapendane baina yao, na ile misingi ndio itafanya wachukiane baina yao. Kama falhizbi, alhizbiyu عند أهل السنة والجماعة السلفيين هو كل من خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. hivyo hizbi maana yake sasa, alhizbiyu maana yake عند أهل السنة والجماعة, wanaposema fulanun hizbiyun, fulani ni mtu hizbi, maana yake kullu man khalafa manhaj an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ni kila yule ambaye amekwenda kinyume na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sunnatahu, na amekwenda kinyume na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fa huwa min ahzabi dhalal, mtu huyo atakuwa katika makundi yaliyopotea. Alipoulizwa Sheikh Rabi' rahimahullahu ta'ala kuhusiana na alhizbi, man huwa alhizbi, ni nani mtu hizbi? Faajaba kullu man khalafa manhaj an-nabi, kila yule ambaye atakayekhalifu njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sunnatahu, na mwenendo wake, mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fa huwa min ashabi dhalal, mtu huyo min ahzabi dhalal, atakuwa ni katika makundi yaliyopotea. Kwa hivyo hapa tumepata maana ya alhizbi shar'iyan au kisheria. Maana ya hizbi kisheria ni kila yule ambaye amekhalifu njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam na amekhalifu mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu huyo anakuwa min ahzabi dhalal, anakuwa katika makundi yaliyopotea. Kwa hivyo nukta ya kwanza tumejifunza maana ya alhizb lughatan, kadhalika maana ya alhizbu istilahan, kadhalika tumejifunza maana ya aliftiraq lughatan, kadhalika tumejifunza maana ya aliftiraq shar'an. Sasa tukiingia katika upande wa suwaru alhizbiyya, aina na namna mbalimbali za uhizbi. Uhizbi uko wa aina ngapi? Ahlul ilmi wanaeleza alhizbiyya lahu au laha suwarun kathira. Uhizbiyya una namna nyingi, una aina nyingi. Alhizbiyya laha suwarun kathira, uhizbiyya una aina nyingi. اولا aina ya kwanza, قد تكون حزبيه
unaweza ukawa alhizbiyatu hizbiyata buldani, ukawa ni ukundi, watu wametengeneza kundi, lakini ukawa ni ukundi kwa sababu ya miji fulani. Wakaungana watu wakatengeneza kikundi, hicho kikundi kikawa na kiongozi na wakawa na misingi yao wamejiwekea wao wenyewe, watu wa miji fulani. Hii inaitwa hizbiyatu buldani, uhizbia wa watu wa miji. Aina ya pili, unaweza ukawa uhizbi hizbiyatan siyasiya au hizbiyatu siyasiya, uhizbi wa kisiasa, umakundi wa kisiasa. Watu wakatengeneza chama chao cha kisiasa, kisha wakawa na kiongozi wao na wakajiwekea misingi yao, wakapendana kwa ajili ya misingi hiyo na wakachukiana kwa ajili ya misingi hiyo, misingi ya kisiasa. Hii ni aina ya nyingine ya uhizbi, unaitwa hizbiyatun siyasiya, uhizbi wa kisiasa. Thalithan, uhizbi wa aina ya tatu ni hizbiyatun qabila, uhizbiyatun qabila au hizbiyata qabilatin, umakundi au ukundi wa kikabila. Watu wa kabila fulani wakaamua wao kutengeneza kiongozi wao na wakaweka misingi yao, wakapendana kwa ajili ya misingi hiyo na wakachukiana kwa ajili ya misingi hiyo. Hili kundi hili linaitwa hizbiyatu qabila, uhizbi wa kikabila. Rabi'an, aina ya nne katika aina za kihizbi ni hizbiyatu bismi jumuiya, ni uhizbi kwa jina la taasisi au jumuiya fulani. Watu wakatengeneza taasisi yao na wakatengeneza kikundi chao, ikawa kile kikundi kina kiongozi na yule kiongozi ana misingi yake ambayo ameiweka pamoja na kikundi, wanamfuata kwenye misingi hiyo, wanapendana katika misingi hiyo na wanachukiana vile vile kwenye misingi hiyo. Hii ni aina ya nne. Na aina ya tano, unaweza kuwa uhizbi vile vile ukawa ni hizbiyatun au hizbiyata asabiyatin li shaykhin, ni uhizbi wa taassubi kwa shekhe fulani. Ukawa uhizbi wa taassubi, ushabiki kwa shekhe fulani. Shekhe fulani ana wafuasi wake, ikawa watu hao wamejiwekea misingi yao juu ya shekhe wao, wanapendana kwa ajili ya shekhe huyo na wanafanyiana uadui kwa ajili ya shekhe huyo. Aina ya sita ya uhizbia ni hizbia limas'alatin mukhtalafin alaiha, ni kufanya uhizbi katika mambo ambayo ahlul ilmi wametofautiana juu yake. Kwa hivyo sura za uhizbi ziko nyingi ambazo wamezitaja ahlul ilmi. Fatara ba'dahum, utawaona baadhi yao, yatahazzabuna libaladin, wanafanyiana umakundi, wanatengeneza umakundi kwa sababu ya mji fulani, au li siyasatin, au kwa sababu ya siasa, au li jum'iyatin, au kwa sababu ya jum'iyya, au li shaykhin, au kwa sababu ya shaykh, au li mas'alatin, au kwa sababu ya jambo fulani, duna mura'atin li wihdati almuslimin, pasi na kuchunga ule umoja wa Kiislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuhimiza katika Qur'an, wala li ukhuwatihim, wala pasi na kuchunga ule udugu wao, udugu wa Kiislamu. Faya wailun man yukhalifu, ni mbaya aliyoje yule ambaye atakayewakhalifu wao katika misingi yao. Wa ya wailun man yukhti'u hizbahum, na ni ubaya ulioje kwa yule ambaye atakayelikosoa kundi lao, au shaykhahum, au akamkosoa shekhe wao, huyo atakuwa ni adui yao. Yule ambaye atakayekosoa shekhe wao, akamkosoa shekhe wao, au akakosoa kundi lao, akakosoa misingi yao, akakosoa utaratibu wao, akakhalifiana nao, mtu huyo ni mtu mbaya zaidi kwa wao. Lakini huna at-tanbih, hapa kuna tanbihi ya muhimu ambayo kila mmoja lazima ifahamu. Kalimatul hizbi, neno la alhizbi, lam tahrum li dhatiha, neno hili haliharamiki kwa dhati yake. Hili neno la alhizbu si haramu neno hili, wa inma yahrumu ma yandariju tahtaha, na hakika si vinginevyo yanaharamika yale yanayopatikana chini yake, min madmunin, katika madhumuni. Walihadha nara anna Allah ta'ala, na kwa ajili hii tunaona hakika Allah subhanahu wa ta'ala qad qassama an-nasa ila hizbayn ithnayn la thalitha lahum. Allah subhanahu wa ta'ala amewagawanya watu katika makundi mawili na hakuna kundi la tatu. Al-awwal, kundi la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala samahu bihizbillahi, Allah ameliita kundi hilo kuwa ni hizbullah. Wahum, nao ni wale ambao mimman tahazzabu wajtama'u ala ma yurdi Allah ta'ala, ni wale ambao wametengeneza kundi
na wameungana katika yale ambayo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haithu akadat subhanahu wa ta'ala, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala kwa msisitizo ala nasrihim, juu ya nusra yao, kwamba watu hawa ambao wataungana katika yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amewaahidi wao nusra, wa ghalabatihim, na Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi ushindi wao fi dunya wal akhirah, katika dunia kadhalika akhirah. قال تعالى الله سبحانه وتعالى نسيما ومن يتولى الله ورسوله, na yule ambaye atakayemfanya kipenzi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi salatu wasalam, walladhina amanu, na akawafanya vipenzi wale walioamini, fa inna hizballahi humul ghalibun, hakika kundi la Allah subhanahu wa ta'ala wao ndio wenye kushinda. Kwa hivyo Allah akaita alhizbu, akaita hizbullah, kundi la Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ametaja vile vile falahihim, kufaulu kwao fil akhirah, watu hawa hizbullah, kundi la Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله كسيما tambua hakika kundi la Allah subhanahu wa ta'ala wao ndio wenye kufaulu. Kwa hivyo hili ni kundi la kwanza, kundi la Allah subhanahu wa ta'ala. Alhizbu thani, kundi la pili ni hizbu shaitani, ni kundi la shaitani. Na kundi la shaitani ni wale ambao mimman tahazzabu wajtama'u ala ma la yurdi Allah ta'ala, ni wale ambao wametengeneza kundi na wameungana katika kile ambacho hakimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Haithu akada ta'ala ala khasaratihim, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwa msisitizo juu ya khasara yao, wa adami falahihim, na kutokufaulu kwao fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhirah. Allah kasema istahwadha alayhim ash-shaytanu فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان, hilo ni kundi la shaitani. Ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun, tambua hakika kundi la shaitani wao ni wenye kula khasara. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameyagawanya makundi ya watu katika makundi ya aina mbili. Kuna hizbullah ambao wao wana ghalaba, wana ushindi, wana an-nasru, wana nusra, wana al-falahu fil akhirah, wana kufaulu akhirah. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawagawanya watu vile vile katika hizbu shaitan, katika kundi la shaitani ambao wao hao hawana kufaulu katika dunia wala katika akhera, na wana wao hasara kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kipengele cha kwanza tumejifunza alhizbu, hizbu waliftiraqu maanahu lughatan wa shar'a, maana yake kilugha na kisheria. Alfaslu thani, kipengele cha pili, bayanu nusus shar'iyya, tutataja ubainifu wa dalili za kisheria fi dhammi tafarruq fi dini, katika kusema vibaya hili jambo la kutengana katika dini, kuwa makundi makundi katika dini. Walhasi ala alijtimaa, na himizo juu ya watu kuungana katika dini. Awalan, tukianza na aladillatu min alkitab, dalili katika kitabu za kubainisha juu ya kusema vibaya jambo la atafarruq fi dini, kutofautiana katika dini na kuhimizwa juu ya watu kuwa kitu kimoja. Dalili ya kwanza ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, ittaqullaha haqqa tuqatihi, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha yeye subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife isipokuwa na ninyi ni waislamu. Thumma qala, kisha Allah kasema wa'tasimu bihablillahi jami'an, na shikamaneni katika kamba ya Allah kwa pamoja, wala tafarraqu, na wala msitofautiane. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasisitiza na kuhimiza watu wawe kitu kimoja na wala wasitofautiane katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Jarir rahimahullah ta'ala fi tafsiri hadhihi al-aya, yuridu bidhalika ta'ala dhikruhu, anakusudia Allah subhanahu wa ta'ala watamassaku bidinillah,
nashikamaneni na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala alladhi amarakum bihi, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisheni kwayo, wa ahdihi, nashikamaneni katika ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ahidahu ilaykum, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuahidini fi kitabihi, katika kitabu chake, ilaykum, kwenu nyinyi, min al-ulfati wal-ijtima'i ala kalimati al-haqqi wat-taslimi li amri Allah, katika kuungana na kuwa kitu kimoja juu ya kalimatul haq, juu ya neno la haki la ilaha illa Allah, wat-taslimi li amrihi, na kujisalimisha katika maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aya hii inahimiza na kusisitiza watu wakae katika dini moja, watu wakae tahta kalimatil haq, chini ya neno la haki, wakae wote chini ya kalima ya la ilaha illa Allah, na watu wasitofautiane katika dini hii ikiwa dini yao ni dini moja. Na dalili ya pili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innamal mu'minuna ikhwa, si vinginevyo waumini wote ni ndugu. Nasat hadhihi aya, imetolea dalili aya hii alkarima ala taakhi fillah, katika kupendana na kufanyiana udugu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watahabbi fihi, na kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa aya hii imeeleza vile vile at-taakhi fillah, watu kufanyana udugu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watahabi fihi subhanahu wa ta'ala, na kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala katika tafsiri ya aya hii anasema innamal mu'minuna ikhwa bitanasuri ala al-haq, waumini wote ni ndugu kwa kunusuriana katika haki, waumini wote ni ndugu katika kunusuriana baina yao katika haki, wataawuni alayhi, na kusaidiana juu yake, wataalufi baina almuslimin, na kuungana baina ya waislamu, wa adami taqatu', na kutokukatana baina yao waislamu kwa waislamu. Dalili ya tatu ya kusema vibaya jambo la atafarruq fi din, na kuhimiza kuungana na kuwa kitu kimoja baina almuslimin, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ndiyo njia yangu mimi iliyonyooka, fattabi'uhu, ifuateni njia hiyo, wala tattabi'u subula, na wala msivifuate vijinjia, fatafarraqa bikum an sabilihi, vitakutafautisheni na njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. alikum wasakum bihi la'allakum tattaqun, hilo anakuhusieni kwalo Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kuwa wacha Mungu. Al-Allama As-Sa'di rahimahullahu ta'ala katika tafsiri ya aya hii, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ndiyo njia yangu mimi iliyonyooka, ifuateni. Ay hadhihi al-ahkam, hukumu hizi, wama ashbahaha, na yale ambayo yanafanana na hukumu hizi, mimma bayyanahu Allah kitabihi, ni miongoni mwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyabainisha katika kitabu chake, wa wadahahu liibadihi, na ameweka wazi kwa ajili ya waja wake, ameibainisha Allah subhanahu wa ta'ala siratullahi almusilu ilayhi, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kuwafikisha watu kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila dari karamatihi, na kufikia katika nyumba ya karamu zake Allah subhanahu wa ta'ala, almu'tadilu, njia ambayo ni yenye kunyooka, as-sahlu, njia ambayo ni nyepesi, al-mukhtasir, njia ambayo ni mukhtasir. Fattabi'uhu, Allah anasema ifuateni njia hiyo, fattabi'uhu, ifuateni njia hiyo, litanalu al-fawza wal-falaha, ili mpate kufaulu na kufuzu, watudriku al-amala wal-afraha, na ili mdiriki matarajio mazuri na furaha, wala tattabi'u subula, na wala msivifuate vijinjia, ay at-turuq al-mukhalifa li hadha at-tariq, msizifuate zile njia ambazo zenye kukhalifiana na njia hii, fatafarraqa bikum an sabilihi, ay tudillukum anhu, njia hizo zitakupotezeni na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa tufarriqukum yaminan wa shimala, na zitakutenganisheni kuliani na kushotoni. Kwa hizo ni dalili kwenye Qur'ani zinazokataza jambo la at-tafarruq fi dini, watu kutofautiana katika dini, na ni dalili ambazo zinahimiza watu kuungana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tupate adhana kisha tutaendelea na muhadhara wetu inshallah.
نعم. ثانيا جنب الأبيل الأدلة من السنة دليل كتك سنة في الحث على الجماعة والأمر بلزومها كتك كهميزة juu ya watu kuwa katika jamaa ya waislamu kuwa katika umoja wa waislamu والأمر بلزومها نما أمريشو يكون لازميان جماعة المسلمين. الحديث الأول حديث يكوانزا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة حقيقة الله سبحانه وتعالى أنا رضيكم نيني مبمتات ويكره لكم ثلاثة أنا تشكيكم نيني الله سبحانه وتعالى مبمتات فيرضى لكم أنا رضي الله سبحانه وتعالى نيني أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala na wala kutokumshirikisha kwake yeye na chochote wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an na kushikamana katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja wala tafarraqu na wala msitofautiane katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala wa yakrahu lakum na anachukia Allah subhanahu wa ta'ala kunu nyinyi qala Allah anachukia qila wa qala maneno ya qila wa qala wa kasrata as-su'al na wingi wa kuomba wa ida'at al-mal na kupoteza mali. Mahali shahidi katika hadithi hii ni pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a na Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo anayoyaridhia kwenu nyinyi ni nyinyi kushikamana katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja wala tafarraqu. Kwa hivyo katika maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake kuna himizo ala aljamaa juu ya kushikamana na jamaatul muslimin na kuna maamrisho ya kulazimiana na jamaatul muslimin na kuifanya safu kuwa ni safu moja na kuna katazo la kutofautiana na watu kutengana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadithu athani katika hadithi ambazo zinahimiza juu ya kuwa katika jamaa na kulazimiana na jamaatul muslimin ni hadithi Hudhaifa ibn al-Yaman رضي الله تعالى عنه قال أنا سمع حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Hudhaifa ibn al-Yaman kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam masala mbalimbali katika mambo ambayo alikuwa akiyachelea asije kumdiriki akamuuliza pia fama ta'muruni in adrakani dhalika Mtume unaniamrisha kitu gani mimi ikiwa hali hiyo itanidiriki mimi qala Mtume akamwambia talzamu jama'at almuslimin wa imamahum lazimiana na jamaa ya waislamu na kiongozi wao قلت nikasema fa illam yakul lahum jama'atun wala imam ikiwa hakuna kwa wao jamaa na wala hakuna imam qala Mtume akasema fa'tazil tilka alfiraq kullah wewe achana na makundi yote walau anta 'adda bi asli shajara na lau ungate asili na shina la mti hatta yudrikaka almaut wa anta ala dhalika mpaka yatakapokudiriki wewe mauti na wewe ukiwa katika hali hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamhimiza Hudhaifa ibn al-Yaman kushikamana na jamaatul muslimin. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث الإمام النووي katika sharh ya hadithi hii anasema aliposema du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha watakuwepo walinganizi ambao watawalingania watu katika milango ya moto ya jahannam man ajabahum ilayhi yule ambaye atakayewaitikia wao katika da'wa yao qadhafuhu fiha tamuingiza katika moto huo. Qala alulama wa ahlul ilmi haulai man kana min al-umara hao watu watakuwa katika viongozi yad'u ila bid'atin au dalalin watakuwa wakilingania katika bid'a
au dhalalin akhar kalkhawarij, kama makhawarij walqaramita na mashia. Wa fi hadithi, na katika hadithi ya Hudhaifa, katika hadithi ya Hudhaifa hii, luzumu jama'ati almuslimin wa imamihim, kuna jambo la kulazimiana na jamaa ya waislamu na kiongozi wao, wa wujubu ta'atihi, na uwajibu wa kumtii kiongozi, wa infasaqa, hata kama kiongozi huyo atakuwa fasik, wa amila almaasi, hata kama kiongozi huyo atafanya maasi. Wa biljumla fa inna inayat Allah ta'ala, hakika kutilia umuhimu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa inayat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, na kutilia umuhimu kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibina'i almujtama'i almuslim, katika kujenga jamii ya Kiislamu, min dakhilihi, kuanzia ndani yake, binaan muhkaman qawiyyan, jengo ambalo limepangika vizuri na lenye nguvu kubwa, ala al-ulfati wal mahabbati wa wihdati al-kalima, juu ya kuungana na kupendana na kulifanya kuwa neno kuwa ni moja, wajtimai al-qulub, na kuunganisha nyoyo. Kwa hivyo hapa tumejifunza vile vile dalili katika kitabu na sunna ambazo zinawahamasisha watu na kuwahimiza kuwa chini ya dini moja na kuwakataza kutofautiana baina yao katika Uislamu. Al-faslu thalith, kipengele cha tatu, tutataja simatul hizbiyya, alama za uhizbi. Al-hizbiyya, alama za uhizbi. Hapa tumeandika takriban alama 21. Sasa tukitazama muda, sijui kama utatutosha muda huu, kwa hivyo nitakwenda haraka haraka. Sasa simatul hizbiyya, alama za uhizbiyya. Utamjuaje kama fulani hizbi, fulani ni mtu hizbi? Jambo la kwanza katika alama zao kubwa, alhizbiyun, mahizbi, kwanza ni alfurqatu fi dini, ni kutofautiana na kutengana katika dini. Alfurqatu fi dini, kutofautiana na kutengana katika dini. Wad'awatu ilaiha, na kulingania katika alfurqu fi dini, watu kutofautiana na kutengana katika dini. Tahta sitari taaddud aljamaati alislamiyya, chini ya pazia ya kuongezeka makundi ya Kiislamu, kwamba makundi ya Kiislamu yanatakiwa yawe mengi. Makundi ya Kiislamu yanatakiwa yawe mengi, kundi hili na kundi lile na kundi lile. Hivyo ndivyo ambavyo wanavyolingania alhizbiyun. Wa annaha yukammilu ba'daha ba'dan, na ya kwamba hakika yake yanakamilishana makundi hayo baadhi yake kwa baadhi ya mengine. Na katika hili ametaja qaul al-Imam Abu al-Mudhaffar as-Sam'ani rahimahullah ta'ala aliposema, wa mimma yadullu ala anna ahla al-hadithi hum ala al-haq, na miongoni mwa yale ambayo yanayojulisha ya kwamba ahlul hadithi wao ni watu wa haki, annaka law tala'ta jami'a kutubihim, hakika wewe lao utasoma vitabu vyao vyote, al-musannafa, min awwalihim ila akhirihim, kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao, qadimihim wa hadithihim, yule wa zamani katika wao na yule wa baadaye katika wao, ma'a ikhtilafi buldanihim, pamoja na kutofautiana miji zao, wa zamanihim, na kutofautiana nyakati zao, wa tabaudi ma bainahum min ad-diyar, na kutengana na kuwa mbali baina yao katika miji, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtari, na kuishi kila mmoja miongoni mwao katika mji miongoni mwa miji. Wajadtahum fi bayani al-i'tiqadi ala watiratin wahida, utakuta wao ahlus sunnati wal jamaa katika kubainisha itikadi wote wapo katika njia moja. Kwa hivyo ukiangalia vitabu vya ahli sunnati wal jamaa kuanzia wale wa mwanzo as-salafiyun mpaka wakati wao katika kubainisha masailu al-i'tiqad, utawakuta wao wote ala watiratin wahida, katika njia iliyokuwa moja. Na hii ni alama ya wazi ya kuonyesha kuungana kwao na kuwa kwao kitu kimoja, kwamba hawatofautiani baina yao, kuanzia wale wa mwanzo wa kipindi cha mwanzo mpaka wale hii. Ukisoma vitabu vyao utawakuta wote wako katika namat ya aina moja. Wa amma idha nadharta ila ahli al-ahwa'i wal bid'ah, ama ukatazama katika vitabu vya ahlul ahwa, ukatazama katika vitabu vya ahlul bid'ah, watu wa bid'ah, ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina shi'a, utawaona wao
ni watu wenye kutengana, ni watu wenye kukhtalafiana, wako makundi kwa makundi, shi'an wa ahzaba. La takadu tajidu ithnain minhum, huwezi kukaribia kukuta wawili miongoni mwao, ala tariqatin wahida, wawili tu wapo katika njia moja, huwezi kulikuta hilo. Fil i'tikadi, katika itikadi, yubaddi'u ba'dhum ba'dha, wanatiana katika bid'a baadhi yao kwa baadhi ya wengine. Bal yartaquna ila takfiri, bali wao wanapanda mpaka kufikia katika takfiri. Yukaffiru libnu abahu, tamkuta mtoto anamkufurisha baba yake. Warajulu akhahu, na utamkuta mtu anamkufurisha ndugu yake. Waljaru jarahu, na utamkuta jirani anamkufurisha jirani yake. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin, utawaona wao milele katika alama yao, wao wako katika at-tanazu', wako katika at-tabaghud wa ikhtilafin, na wako katika al-ikhtilaf. Utawaona ni watu wenye mizozo kila leo. Wazunguka tu kwenye misikiti ya mahizbi, zunguka kwenye taasisi za mahizbi, utawakuta ni watu wenye tanazu' bainahum, ni watu wenye mizozo na migogoro baina yao na ikhtilafu baina yao. Tanqdi a'maruhum, umri zao zinaisha. Walam tattafiq kalimatuhum, na wala neno lao haliwezi kuungana. Hawawezi kuungana hata siku moja, kwa sababu wao wameungana katika maslahi ya kidunia na si kwa ajili ya maslahi ya dini. Ndio Allah anasema tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika biannahum qaumun la ya'lamun. Hadha huwa halu alhizbiyyin, hii ndio hali ya alhizbiyun, hii ndio hali alhizbiyun. Fala takadu tarahum muttafiqina abada, huwezi kukurubia kuwaona wao ni wenye kuungana milele wakawa kitu kimoja. Fahadha tablighiyun wa akharu ikhwaniyun, utamuona huyu ni tablighi na yule mwingine ni ikhwani qutbi. Wa akharu bannawiyun, na utamuona mwingine ni mfuasi wa Hasanul Banna. Wa rabi'u ma'ribiyun, na utamuona mwingine ni mfuasi wa al-Ma'ribi. Wal khamisu biladiniyun, na mwingine utamuona ni mfuasi wa Ibn Laden. Wasadisu yantami ila jama'ati at-takfir wal hijra, na mwingine utamuona anajinasibu katika jama'atu at-takfir wal hijra ila akhir. Kwa utamuona kila mtu yupo katika kundi lake. Huyo anajinasibisha na tablighi, huyo mwingine anajinasibisha na qutbi, huyo mwingine anajinasibisha na Hasanul Banna, huyo mwingine anajinasibisha na al-Ma'ribi, huyo mwingine anajinasibisha na Ibn Laden. Kila mmoja yuko kivyake, kila mmoja ana kundi lake. Wa hadha yuntabaqu alayhim qawluhu ta'ala, na watu hawa ukusanyika juu yao kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, hakika wale ambao wanaojitenga na dini yao ikawa kila mtu ana kundi lake. Wa kanu shi'a, ay wa kanu ahzaban, wakawa makundi kwa makundi. Lasta minhum fi shay, huna wewe kutoka kwa wao chochote. Mtume anaambiwa wewe hauna chochote kutoka kwa wao, kwa sababu ni watu wamejitenga na wamejiweka mbali kila mmoja na kundi. Kwa alama ya kwanza katika alama za hizbia ni alfurqatu fi dini, ni kutengana na kutofautiana katika dini. Thaniyan, alama ya pili, raddu alhaqi bishubuhati wal akadhibi wattiba'i alhawa. Katika alama za hizbia, katika alama za alhizbiyun ni kuipinga haki, ni kuipinga haki bishubuhati, kwa kuleta shubuha mbalimbali, wal akadhib, na kuleta maneno ya uongo, wattiba'i alhawa, na kufuata matamanio ya nafsi. Utawaeleza wao haki, lakini wataikataa haki kwa kukuletea shubuha mbalimbali na kukuletea uongo, lakini vile vile na kufuata matamanio ya nafsi zao. Thalitha, jambo la katika alama za alhizbia, alama ya tatu ni at-taqdisu lil ashkhas wal ghuluw fihim, ni kuwatakasa watu na kuchupa mipaka kwa wao. Watahazzubu li araihim, na kutengeneza ukundi katika rai zao. Walwalau walbarau ala dhawatihim, na kupendana na kuchukiana katika dhati zao. Kama huwa jamaati al-ikhwani, kama ilivyokuwa hali ya jamaatu ikhwani almuslimin. Utaona ni watu wanawatukuza mashekhi wao, wanawatukuza viongozi wao, na wanafanya ghuluu kwa wao, na wanatengeneza umakundi kupitia rai zao. Wanapendana kupitia mashekhi wao, na wanachukiana kupitia dhati za mashekhi zao. Hii ndiyo hali ya jamaatu المسلمين. فمهما كتب العلماء عن حسن البنا، vyovyote vile ambavyo wanawachuoni wameandika kuhusiana na al-Hasan al-Banna ambaye ndiye muasisi wa kundi la Ikhwanul Muslimin,
wabayanu, na wanaochuoni wamebainisha makosa yake mbalimbali, ma kana alaihim min dalalin, yale aliyokuwa nayo katika upotevu, ma zalu baqina ala afkarihi, wameendelea kuwa ni watu wenye kubakia katika fikra Hasan al-Banna, wayatamannawna al-maut alayhi, na wanatamani kufa katika fikra hizo. Kwa hivyo utaona ni watu ambao ni wenye kungangania kikundi chao na kungangania rai zao na kungangania mashekhe zao. Vyovyote vile ambavyo wanawachuoni watawapa nasaha, waachane na hayo mambo, waachane na mtu huyu Hasan al-Banna, lakini wao bado wanaendelea kubaki katika rai zake na bado wanaendelea kubaki katika yale ambayo aliyaasisi al-Hasan al-Banna. Rabi'an, alama ya 4 za watu mahizbi, ittiba'ul mutashabih, ni kuzifuata aya ambazo ni mutashabih na kuziacha aya ambazo ni muhkam. Wa hadhihi alamatu ahli albid'i wal ahwa, na hii ni alama ya watu wa bid'a na watu wa matamanio wote. Watu wote wa bid'a na watu wote wa matamanio, katika alama yao kubwa ni kuacha aya ambazo ni muhkam na kuzichukua aya ambazo ni mutashabih. Fa an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha, kutoka kwa Aisha ummul mu'minina ummi Abdullah radiyallahu anha, qalat, sema tala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma aya, hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. تومي صلى الله عليه وسلم aliposoma aya hii, قالت, akasema ummul mu'minin, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, تومي akasema, فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه, utakapowaona wale ambao wanafuata zile aya ambazo ni mutashabih wakaacha aya ambazo ni muhkam, fa ulaika alladhina samma Allahu, hao ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika hiyo aya aliposema fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata kile ambacho ni at-tashabuh katika Qur'ani, ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili, kwa ajili ya kutafuta fitna na kutafuta ta'wili iliyokuwa mbovu. Kwa hivyo hao ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika aya, fahdharuhum, wewe chukua tahadhari nao. Alama ya 5 katika alama za mahizbi ni muaradatu sunna bimutashabihi alquran, ni kuipinga na kuikataa sunna kwa mutashabihi alquran, kwa zile aya ambazo ni mutashabih kwenye Qur'an. Qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, amesema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, yujadilunakum bishubahi alquran, hakika watu hao wanajadiliana na nyinyi kwa aya ambazo ni mutashabih kwenye Qur'ani, fakhudhuhum bisunna, basi nyinyi pambaneni nao kupitia sunna, fa inna ashabas sunani a'lamu bikitabillahi azza wa jalla, kwani hakika wale watu wa sunna, wale watu wa hadithi wanaofuata hadithi za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, hum a'lamu bikitabillah, wao ni wajuzi zaidi wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Alama ya 6 katika alama za alhizbiyya, bughdu ahli al-athari salafiyyin, ni kuwachukia ahli al-athari as-salafiyyin. Katika alama za watu wa bid'a na katika alama za alhizbiyun ni kuwachukia ahli al-athari as-salafiyyin. Qala Abu Hatim ar-Razi rahimahullah ta'ala, alamatu ahli al-bid'i, alama za watu wa bid'a, alwaqi'atu ala ahli al-athar, ni kuwatia dosari ahlu al-athar na kuwachukia ahlu al-athar. Hiyo ni alama miongoni mwa alama za alhizbiyun. Sabian, alama ya 7 ni al-i'radu an kutubi salaf, ni kupuuzia vitabu vya wema waliotangulia, wa da'watu an-nasi washababi ila kutubi al-harakiyin, na kuwalingania vijana na watu katika vitabu vya wanaharakati. Katika alama za mahizbi ni kuvipuuzia vitabu vya salafu na salih na kuwalingania watu na kuwalingania vijana katika vitabu vya wanaharakati, allati laysa fiha ilmu, vitabu ambavyo hakuna ndani yake elimu yoyote, kama la takhlu min albid'i wadhalalat, kama vile ambavyo vitabu hivyo havikosekani ndani yake bid'a na adhalalat. Alama ya 8 katika alama za mahizbi, la ya'maluna bilkitabi was sunnati
bifahmi salafi salih, hawafanyi kazi kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. La ya'maluna bilkitabi was sunnati bifahmi salafi salih, hawafanyi kazi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala alquran na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam bifahmi salafi salih, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Illa fima wafaqa ahwaahum, isipokuwa kwa kile ambacho kitaafiki matamanio ya nafsi zao. Kile ambacho kitakuwa kimeafikiana na matamanio ya nafsi zao, basi watachukua ufahamu wa wema waliotangulia. Ama kile ambacho kimekhalifu matamanio ya nafsi zao, watakiacha na watakiweka mbali. Bal yuhawiluna an yunashi'u fahman jadida, bali wanapambana na kujaribu kuanzisha ufahamu mpya, yunasibu ufahamu ambao unaendana na zama. Zaamu bismi alwasatiyya, wakidai kwa jina la alwasatiyya, ukati na kati, wa fiqh at-taysir, na fiqh ya kufanya wepesi, wa fiqh alwaqi', na fiqh ya hali halisi. Wanasu au tanasu qawl al-imam Malik, na wanasahau قولي الإمام مالك رحمه الله تعالى فالبسيمة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. hapawezi kutengamaa mwishoni mwa umma huu, hawawezi kutengamaa wale watu wa mwishoni wa umma huu isipokuwa kwa kile ambacho walitengamaa kwacho wale wa mwanzo wa umma huu. Alama ya 9 katika alama za alhizbiyya, إطلاق الألقاب على أهل السنة. إطلاق الألقاب على أهل السنة نكواب لقب مبايا نمجين مبايا أهل السنة، ونويت أهل السنة ومجين يليقوا مبايا، قولهم كما قولياه ونقسم جامية، ونقسم جامية au wanavyosema madkhalia, au wakasema salafia jadida, au wakasema ulama salatin na mfano wa majina haya. Ukiona mtu anamuita mtu fulani jina hili au mfano wa jina hili, basi tambua ya kwamba mtu huyo ni hizbi. Wasalafuhum fi dhalika, na kiongozi wao katika hili, hum ahlul bid'i, ni watu wa bid'a, alladhi أهل السنة أما ولكوا وكويت سنة بأنهم حشوية، ولكوا وكويت أهل السنة يكون بواون حشوية، أو ولكوا وكويت أهل السنة بأنهم مجسمة يكون بواون مجسمة، وغيرها من الألقاب من جنيه كتك. قال أبو حاتم الرازي، الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى نسمى علامة أهل البدع، علامة زوازوشي، علامة ahli al-bid'i. Ukitaka kumjua mtu fulani ni mzushi, alwaqi'atu fi ahli al-athar, ni kuwatani ahli al-athar, kuwatia dosari watu wa sunna, kuwatia dosari watu wa hadithi. Wa alamatu zanadiqa, na alama za az-zanadiqa, alama ya watu mazanadiqa, tasmiyatuhum ahli al-athar, ni kuwaita kwao ahli al-athar, kuwaita hashwiya, kuwaita hashwiya. Na hashwiya imetokana na neno al-hashwu, وهو الشيء الذي لا قيمة له, ni kile kitu ambacho hakina qima, hakina nafasi. Yuriduna bidhalika ibtala al-ihtijaj bil athar, wakikusudia katika hilo kubatilisha, kutolea hoja hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wakawa wanawaita ahlus sunna kuwa ni hashwiya, yuriduna bidhalika ibtala al-athar, wakikusudia katika hilo kubatilisha hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu al-qadariyya, na alama za watu wale nufatu al-qadari wanaopinga tasmiyatuhum ahla sunna, ni kuwaita kwao ahlu sunna mujbiratan, wanawaita ahlu sunna mujbiratan, wanawaita ahlu sunna mujbira, kwa maana ya kwamba wanasema idha kana Allah yakhluqu al-ma'siyah, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anaumba ma'siyah wa yuaqibu alaiha, na anaadhibu juu yake, falabdu idhan majburan, hivyo mja atakuwa ni mwenye kutenzwa nguvu. Mja sasa atakuwa ni mwenye kutenzwa nguvu. Wa hum yaquluna al-abdu huwa alladhi yakhluqu fi'la nafsihi, na wao wanasema mwanadamu ndiye ambaye anayeumba matendo ya nafsi yake mwenyewe. Kwa hivyo wakawaita ahlus sunna kuwa ni mujbira. Kwa nini? Kwa sababu wao wanathibitisha al-qadar, wanathibitisha qadar, wanathibitisha kwamba qadari ipo. Sasa wao wanasema kama qadari ipo, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ameumba maasiya na anamwadhibu mtu kwa sababu ya kufanya maasiya, basi mwanadamu atakuwa ni mujbira. Kwa hivyo wakawaita ahlus sunna kuwa ni mujbira. Wa alamatul jahmiyya, na alama za jahmiyya
ni tasmiyatuhum ahla sunnati mushabbiha, ni kuwaita ahlu sunna mushabbiha, kuwa watu wanamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wengine. Kwa nini? Kwa sababu ahlu sunna wanathibitisha asmaullah subhanahu wa ta'ala na wanathibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo wao wakawaita kuwa ni mushabbiha. Wa alamatu rafidha, na alama za mashia. Utawajuaje kwamba watu hawa ni mashia? Ni tasmiyatuhum ahla al-athari nasiba, ni kuwaita kwao ahlul athari nasibatan, kwamba ni watu ambao wanawachukia na wanawaweka mbali baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam, watu wa nyumba ya mtume ya Allah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hii ni alama ya 9 katika alama za alhizbiyun. Alama ya 10, almusara'atu fi at-takfiri, ni kukimbilia na kuharakia katika kukufurisha. Ukiona mtu ni mwepesi katika jambo la at-takfir, kukufurisha, basi ujue mtu huyo ana shay min alhizbiyya, ana sehemu katika uhizbi. Qala Abu al-Aliya rahimahullah ta'ala, amesema Abu al-Aliya rahimahullah ta'ala, قد أنعم الله علي بنعمتين، وحقيقة من نعمة الله سبحانه وتعالى نعمة mbili، لا أدري أيهما أفضل، سجوني إيبي بورا katika hizo نعمة mbili. أن هداني للإسلام، الله سبحانه وتعالى ameniongoza mimi katika Uislamu، ولم يجعلني حروريا، na wala Allah subhanahu wa ta'ala hakunifanya mimi kuwa ni haruria, hakunifanya mimi kuwa ni kharij. Alama ya 11 katika alama za alhizbiyun, الطعن في علماء السنة، نكواتي دساري علماء السنة، والكذب عليهم، نكواسمي uongo juu yao، ووصفهم بالتشدد، نكواسف wao علماء السنة wanawachuoni wa sunna kuwasifu kwamba ni watu wa tashdidi, ni watu wa mkazo sana, watasarru', na ni watu wenye haraka sana, walmudahana, na ni watu wenye mudahana, wa adami alfahmi bilwaqi'i, na kutokufahamu hali halisia, hawaijui hali halisia, ila ghairiha min alkalimati, na mengineyo katika maneno ambayo wanayatupia kwa ulamau as-sunna. Alama ya 12, qalbul haqa'iq, ni kugeuza uhakika wa mambo. Inapokuwa jambo uhakika wake ni hili, basi wao katika alama zao ni kugeuza ule uhalisia. Nanyi mnafahamu yale yaliyotokea kwa yule mmoja aliyeulizwa kuhusiana na pesa fulani, si ndio? Alipoulizwa kuhusiana na pesa fulani akasema anazo huyo, na hali ya kuwa hana mtu huyo. Na alama ya 13 ni al-ulfa. Alama ya 13 ni al-ulfa. Wanasema ahlul ilmi, هذه القاعدة الذهبية التي استخدمها السلف، هي قاعدة الذهبية ambayo wameitumia as-salaf likashfi ahli al-bid'ah, kwa ajili ya kuwaweka wazi ahli al-bid'ah, wayastakhdimuha ahli as-sunnah, na vile vile qaida hii, kanuni hii wanaitumia ahli as-sunnah fi kulli zamanin, katika zama zote, likashfi al-hizbiyyin, kwa ajili ya kuwaweka wazi mahizbi, alladhina yukhfuna tahazzubahum, ambao wanauficha uhizbia wao. Fa idha shakakta fi manhaji shakhsin, pindi utakaposhakia katika manhaji ya mtu yoyote, wa khafiya alayka amruhu, na likafichikana kwako wewe jambo lake, kwamba mtu huyu yuko vipi, ma alayka illa an tara julasaa, basi hakuna juu yako isipokuwa wewe tazama tu watu wake, wale watu wanaokaa nao, tazama wale watu anaokaa nao, litarifa haqiqata amrihi, ili uweze kujua uhakika wa jambo lake. Fa in kana julasauhu ahla sunna, ikiwa wale watu wake anaokaa nao ni watu wa sunna, salafiyin, ni masalaf, fa huwa ala manhajihim, basi mtu huyo vile vile yuko katika manhaji yao, mtu huyo la shaka atakuwa ni katika masalaf. Wa in kanu ghayra dhalika, na ikiwa ni kinyume cha hivyo, fa alhiqhu bihim, basi muunganishe nao watu hao, muunganishe na watu hao. Ukiona mtu anashikamana na yuko pamoja, anakaa katika durusu za salaf, anasikiliza durusu za salaf, anasoma kwa masalaf, basi mtu huyo ni katika salaf. Lakini ukiona mtu anajiweka mbali, watu wake ni mahizbi, watu wake ni makhawarij, watu wake ni matablighi, watu wake ni ikhwani, basi mtu huyo muunganishe na ikhwanul muslimin. Alama ya 14 katika alama za mahizbi, madhu ahli albid'i wathana'u alayhim, ni kuwasifu wazushi na kuwasifia juu yao, ni kuwasifu wazushi. Katika alama za alhizbiyun ni madhu ahli albid'a, ni kuwasifu wazushi. Waqad su'ila al-allamah Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, aliulizwa al-imam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala su'alan wa hadha nasuhu,
swali ambalo hii ndio nasi yake. Aliulizwa alladhi yuthni ala ahli albid'ah, yule ambaye anawasifia wazushi, wayamdahuhum, na anawasifia wao, hal ya'khudhu hukmahum, je mtu huyu atachukua hukumu yao? Yule mtu ambaye anayewasifia wazushi, je atabeba hukumu yao? Ajaba rahimahullah, na'am, ma fihi shakkun, hakuna ndani yake shaki katika hilo. Man athna alaihim, yule yote ambaye atakayewasifia wazushi, wa madahahum, huwa da'i lahum, mtu huyo ni da'i wao, huwa da'i lahum, mtu huyo ni mlinganizi wao, yad'u lahum, anawalingania wao, hadha min du'atihim, hapana shaka mtu huyu ni katika walinganizi wao. Alama ya 15 katika alama za alhizbiyun ni at-tajmi', ni kutengeneza mikusanyiko na kuungana katika mambo fulani. Tudu bitajmi' na makusudio tajmi'u akbari adadin minan nas, ni kukusanya kundi la watu kubwa, kundi kubwa la watu, hawlahum, pembeni yao, duna adna ihtimamin bi islahi aqaidihim, pasina kutilia umuhimu katika kutengeneza itikadi zao, au bawatinihim, au kutengeneza yale ndani yao. Wa hadha manhaju kulli jama'atin, na huu ndio mwenendo wa kila kundi, al-ikhwan al-muslimin, kulli jama'ati al-ikhwan al-muslimin, kikundi chote cha ikhwan al-muslimin, huu ndio mwenendo wao. Wa jama'ati at-tabligh, na kundi la matabligh, wayajma'uhum fi hadha qa'ida, na inawakusanya wao katika hili qaida ambayo inasema nataawanu fima ittafaqna alayhi, tutaungana na kusaidiana katika kile ambacho tumeafikiana juu yake. Waya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi, na tutapeana udhuru baadhi yetu kwa baadhi ya wengine katika kile ambacho tumekhtalafiana ndani yake. Kutasaidiana na kuungana na kushikamana katika kile ambacho tumeafikiana baina yake na kile ambacho tumekhtalafiana, basi tutapeana udhuru baadhi yetu kwa baadhi ya wengine. Na kaida nyingine ambayo inasema wahdatus saf, umoja wa safu. Umoja wa safu, la wahdat ar-ra'yi, si umoja wa ar-ra'y. Wal-ibra indahum bil-kam, ibra kwa wao ni al-kam, ni watu wangapi wamehudhuria majlisi yetu, ni watu wangapi wamehudhuria semina yetu, ndio mazingatio kwa wao. La bil-kayfi, na ibra kwa wao si namna gani imefanywa semina hiyo, ni mambo gani watu wamefundishwa katika semina hiyo. Alama ya 16 alhisu ala almanasib walwusul ilayhi, katika alama za alhizbia ni kupupia katika manasib, katika nafasi na vyeo mbalimbali, kupupia katika nafasi. Kila mmoja anatamani naye kukaa katika nafasi fulani au kuwa na cheo fulani, kadhalika alwusul ilayhi, na kufikia katika nafasi hiyo. Alama ya 17 at-talbisu ala an-nasi bismi ad-din wa sunna, ni kuwafanyia talbisi watu katika jina la ad-dini wa sunna, kwamba na wao wamo kwenye dini na sunna. Kwa hivyo wanawafanyia talbisi watu na kuwadanganya watu, nahnu ala sunna, sisi tupo katika sunna na sisi tupo katika dini, wa hum ala ghairi sunna, na hali ya kuwa wao wapo katika isiyokuwa sunna. Alama ya 18 al-kadhib, ni uongo. Katika alama za alhizbia ni uongo, na hili ametaja al-Imam al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, arkanul hizbiyati 3, nguzo za uhizbia ziko 3. Miongoni mwa nguzo hizo akasema al-kadhib, ni uongo. Alhizbia wana al-kadhib, wana uongo, lakini vile vile wana at-tadlis, lakini vile vile wana al-khida'. Hizi nguzo 3 amezitaja Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala kuwa ni nguzo za alhizbia. Kwa hivyo wao yujizuna dhalika min babi maslahati ad-da'wa, wanalijuzisha hilo kwamba uongo unafaa katika mlango wa maslahi ya da'wa. Wanajuzisha jambo la al-kadhib, uongo, katika mlango wa maslahi ya da'wa, kwamba kama kuna maslahi ya da'wa basi hakuna ubaya kumsemea uongo mtu fulani, kwamba fulani kafanya kadha, fulani kafanya kadha, au kusema uongo kwenye jambo fulani. Kwa nini? Min babi maslahati ad-da'wa. Alama ya 19 النظام العسكري المبطن, ni nidhamu ya kijeshi iliyofichikana ya siri. Wana nidhamu zao za kijeshi ambazo ni za siri. Wasalafuhum fi hadha huwa imamuhum Hasan al-Banna, na kiongozi wao katika hili ni imamu wao Hasan al-Banna, alladhi kana yahtamu bitanzim al-masayif, ambaye alikuwa akitilia umuhimu katika jambo la kupanga nidhamu ya kijeshi na kiaskari, kimya chini, kwa nidhamu ya chini.
Alama ya 20, atawassu fi wasail ad-da'wa ghairu shar'iyya, ni kutanua katika njia za da'wa katika njia ambazo ni kinyume na njia za kisheria. Wao wanatanua wasailu da'wa katika njia ambazo si njia za kisheria, kal anashidi, kama vile nashidi, kuweka nashidi katika dini, au almusalsalati, kutengeneza tamthilia mbalimbali za Kiislamu wakaita anashidul islamia, nashidi za Kiislamu, au wakatengeneza musalsalatul islamia, filamu na video za Kiislamu. Haya yote katika alhizbiyun. Salaf as-salih hawakuwa na mambo haya. Alama ya 21, alqasas, ni kuwa watu wa visa. Alhizbiyun ni ahlul qasas, ni watu wa visa. Utaona akikaa kuzungumza mada, basi ni mtu wa visa vingi, kila akitaja anataja kisa, kikaa kidogo anataja kisa, visa ambavyo la yughni min ju', la yusminu wala yughni min ju', visa ambavyo havinenepeshi wala havina faida ndani yake. Katika alama vile vile za alhizbia ni asirriya watakattum, ni usiri na kujificha. Ni watu ambao wanafanya mambo yao kwa usiri na kujificha. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, idha ra'aita qauman, utakapoona watu fulani, yatanajawna fi dinihim, wananong'ona katika dini yao, yani wanasemezana kwa siri katika dini yao, duna al-amma, pasina kuhusisha watu wengine, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalali, basi jua hakika wao watu hao katika kuasisi upotevu. Kwa hizi ni baadhi ya alama ambazo wamezitaja ahlul ilmi katika alama za alhizbiyya. Vipengele viwili, kipengele cha 4 ambacho kinaeleza athari za at-tahazzub, athari za uhizbi katika Uislamu, na kipengele cha 5 kinaelezea wajibu ahli ilmi wad-du'ati wa talabati ilmi nahwa al-iftiraq wat-tahazzub. Na muda naona tayari umeshakwisha, kwa hivyo tutatosheka na hapa. Muhadhara huu ni maktuba, umeandikwa kwa yule ambaye atakayehitajia, basi upo katika karatasi umeandikwa. Atakayetaka atapewa soft copy yake au atapewa hard copy yake, aweza kaenda akatoe copy na awe nao kwa ajili ya kupata faida zaidi. Na maswali hakuna. Naam, muda umekwenda, naambia mwisho ni dakika 40. na Hizbullah. Ndio hizbu shaitan. Wote hao ni hizbu shaitani, kwa sababu ni duatun ala abwabi jahannam, ni walinganizi wanaolingania watu katika milango ya motoni. Kwa wote hao ni unawaweka au usiwaweke katika hizbu shaitani. نكتفي بهذا، الله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.